Kuna breaking news hapa ya habari njema kuhusiana na Captain John Tesha. Wengi wenu mtakuwa mnamkumbuka Captain Tesha. Huyu ni askari mzalendo wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambaye Oktoba mwaka jana aliongea na Watanzania kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, na kwa hakika aligusa hisia za Watanzania wengi. So makala hii inaongelea kwa kifupi kuhusu hiyo habari njema. Lakini kabla ya kuingia kiundani na kuzungumzia kuhusu habari njema, ni vema kujikumbusha kuhusu Captain Tesha ni nani, kwa wale ambao pengine walikuwa wakilisikia jina hilo lakini hawajui alichokiongelea. Na kwa hakika wakati jana ninapitia aliyoyaongea Captain Tesha, kwa hakika huyu bwana alikuwa ni zaidi ya mzalendo, kwa sababu mengi aliyoyaongea yalikuja kujiri siku 25 baadaye. Captain Tesha aliongea na Watanzania Oktoba 4 ya mwaka 2025. Oktoba 29, yani siku 25 baada ya Captain Tesha kuongea, Tanzania ilishuhudia unyama wa kihistoria uliofanywa na Samia Suluhu Hassan, ambapo maelfu ya Watanzania walichinjwa na vyombo vya dola vilivyopewa amri na Samia Suluhu Hassan. Sasa kuna mengi ambayo Captain Tesha aliyaongelea, na hili kwa hakika ni muhimu kwa Watanzania kujitafakari, kwa sababu light yale aliyoongea Captain Tesha Oktoba 4 ya mwaka 2025 yangefanyiwa kazi, hayo majanga yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 pengine yangeweza kuepukika au yasingetokea kabisa. Lakini ni muhimu kugusia kwa kifupi nini ambacho Captain Tesha aliongelea hiyo Oktoba 4 ya mwaka jana 2025, kisha tutaelezea hiyo habari njema inayohusiana na yeye. Kwa hiyo kwa kifupi, katika hiyo hotuba yake kwa taifa ambayo iligusa hisia za wengi, Captain Tesha alizungumzia kuhusu hali ya taifa, na alieleza kwamba taifa lilikuwa katika hali mbaya na lilikuwa limefikia katika hali ya hatari, na akaeleza kwamba aliwahi kuongea na mkuu wa majeshi kumfahamisha kuhusu yaliyokuwa yakiendelea katika Tanzania, lakini hakujibiwa chochote na mkuu wa majeshi. Sasa tunafahamu kwa nini mkuu wa majeshi hakumjibu Captain Tesha, kutokana na yale yaliyojiri Oktoba 29, ambapo wakati wa Tanzania wengi wakilitegemea jeshi la wananchi wa Tanzania lisimame upande wao, likaishia kuachia wengi wa wananchi wakiuawa, na baadhi ya askari wa jeshi hilo walishiriki kuwachinja wa Tanzania. Lakini kibaya zaidi, mkuu wa majeshi ambaye hakumjibu Captain Tesha alipomwelezea kuhusu hali ya nchi ilivyo, alijitokeza na kulaani wananchi waliokuwa wakipigania nchi yao. Kadhalika Captain Tesha katika maongezi hayo aliyofanya na Watanzania Oktoba 4 ya 2025 alitoa wito kwa jeshi la wananchi wa Tanzania kuchukua hatua kuiokoa nchi yao. Lakini mnafahamu kwamba kuanzia Oktoba 29 jeshi hilo ambalo watu wengi walipewa matumaini kwamba lingewasaidia Watanzania halikufanya chochote. Kingine ambacho Captain Tesha alikiongelea hiyo Oktoba 4 mwaka jana, aliwataja baadhi ya Watanzania ambao walisema ni wazalendo, na kwa hakika walikuwa wakipigania nchi yao. Katika hao alimtaja Balozi Humphrey Polepole, na pia alimtaja Mzee Joseph Butiku pamoja na Jaji Robert Makaramba. Hata hivyo, siku mbili baada ya Captain Tesha kuongea na Watanzania, yani Oktoba 6 ya 2025, Balozi Polepole alitekwa. Na Jasusi TV ilielezea matukio yote ya mawili, hiyo hotuba ya Captain Tesha na tukio la kutekwa kwa Balozi Humphrey Polepole. Na Jasusi TV ilijiridhisha kwamba kutekwa kwa Balozi Polepole kwa kiasi kikubwa kulichangiwa na hii hotuba aliyoitoa Captain Tesha, kwa sababu kulikuwa na hofu kwamba hizi nguvu mbili, hizi sauti mbili zikiungana, nchi ingetikisika. Na pengine yayumkinika kusema light Captain Tesha angeendelea na moto wake na Balozi Polepole asingetekwa, huenda yaliyotokea Oktoba 29 yasingetokea. Huenda Watanzania wangeweza kuamka na kuchukua hatua stahili ambazo zingeweza kuzuia unyama mkubwa uliofanywa kuanzia Oktoba 29. Jingine ambalo Captain Tesha liliongea lilikuwa ni kuhusu kitu kinachoitwa deep state na kitu kinachoitwa mtandao ndani ya Chama cha Mapinduzi, na akaeleza kwamba hii deep state ni serikali fiche, ni kama serikali ndani ya serikali inayoendesha taifa kwa njia ya siri, kwamba japo kuna rais aliyekuwa anaitwa Samia Suluhu Hassan, lakini kulikuwa kuna watu nyuma yake waliokuwa wakiendesha serikali.
Kadhalika alidai kwamba hii deep state kwa Tanzania ilikuwa inaendeshwa na genge ndani ya CCM lililokuwa likifahamika kama CCM Mtandao, na akamtaja Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kama mtu ambaye anaongoza hilo genge la Mtandao. Kadhalika Kapteni Tesha aliongelea kuhusu kifo cha marehemu John Pombe Magufuli, akidai kwamba genge hilo la Mtandao lilihusika moja kwa moja kumuua marehemu Magufuli. Kadhalika alilionya jeshi alionya kwamba wananchi wengi wa Tanzania walikuwa wakiliamini jeshi la wananchi wa Tanzania kuwa ni ngome yao, na akakumbusha kwamba askari wengi wa jeshi hilo wanatoka katika familia za kawaida na wanaumizwa yanayoendelea katika nchi yao. Kwa hakika haya ndiyo yalikuwa matumaini ya Watanzania wakati taifa lilipoingia katika maandamano ya Oktoba 29. Kwa hiyo kama alivyosema Kapteni Tesha, Watanzania wengi walikuwa na imani na jeshi la wananchi wa Tanzania, lakini kwa bahati mbaya liliwaangusha. Kapteni Tesha pia aliongelea kuhusu uchaguzi, kwa sababu ikumbukwe hii ilikuwa ni tarehe 4, zilikuwa zimebaki siku 25 kabla ya kufanyika huo uchaguzi, na akasema kwamba maandalizi ya uchaguzi huo yalikuwa yamejaa rushwa, hongo na ukiukaji wa sheria. Akasema kwamba tume ya uchaguzi imepoteza uaminifu, na akahoji kwa nini serikali inang'ang'ania uchaguzi katika mazingira ya hila, na akaitaka TAKUKURU kufanya uchunguzi kuhusiana na madai mbalimbali, tuhuma mbalimbali za rushwa. Pia alizungumzia kashfa mbalimbali za utawala wa Jakaya Kikwete, ikiwa ni pamoja na EPA, Richmond, Meremeta, Rada, Escrow na bandari ya Dar es Salaam, na akadai watu wale ambao walikuwa wakifanya ufisadi zama za Jakaya Kikwete ndio walikuwa wamerudi tena katika utawala wa Samia Suluhu Hassan. Kadhalika alitoa tuhuma nzito dhidi ya Abduli, mtoto huyu wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye taarifa sasa zinaeleza kwamba ndiye mkuu rasmi wa idara ya usalama wa taifa. Lakini pia alitoa pia tuhuma dhidi ya Ridhiwani, mtoto wa Kikwete, Jakaya Kikwete, na akadai kwamba hawa wote wawili ni wanufaika wakubwa wa mikataba mbalimbali ya serikali. Vile vile alikumbushia matukio ya mwaka 2025, matukio ya uchaguzi wa 2015, ambapo anadai kwamba afisa mmoja wa ngazi za juu jeshini alinyweshwa sumu kwa kukataa kukiuka katiba. Sasa hili pengine lilipaswa pia kuwafungua macho wa Tanzania, kwa sababu askari ambayo Kapteni Tesha alikuwa akimuongelea alikuwa ni mkuu wa majeshi wa wakati ule, Jenerali Mwamunyange, ambaye ndio inaelezwa kwamba alinyweshwa sumu kwa sababu alikataa kutekeleza matakwa ya kifisadi. Na hili hatukuweza kulijua kwa sababu hatukuweza kuliangalia kwa mtazamo mkubwa, kumbe hasa ndicho kilichotokea Oktoba 29, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa inadaiwa kuwa maamuzi haya yaliyofanywa na huyo Jenerali Mkunda, mkuu wa majeshi wa sasa, kwa kiasi kikubwa ilitokana na mashinikizo na vitisho alivyokuwa akipewa na hawa kina Abduli pamoja na Samia na watu wengine. Vile vile wito wa mwisho ambao ulitolewa na Kapteni Tesha ilikuwa ni kwamba alilitaka jeshi la wananchi lisimame upande wa wananchi, uchaguzi usifanyike mpaka haki itakapopatikana, na akasema kwamba alikuwa tayari kubeba gharama ya kusema huo ukweli aliousema. Kwa kifupi, haya ndiyo yaliongewa na Kapteni John Tesha Oktoba 4 mwaka 2025. Na baada ya kutoa hotuba hiyo, Kapteni Tesha alipotea. Bahati mbaya, siku mbili baada ya hotuba yake, kama nilivyosema, Balozi Polepole alitekwa Oktoba 6 ya 2025, tukio ambalo Jasusi TV lilihusisha na hii hotuba ya Kapteni Tesha. Sasa kuna habari njema zimepatikana. Habari hizo zimepatikana kupitia kwa mwanaharakati Mange Kimambi, ambaye jana alieleza kwamba yeye amepata taarifa kuwa Kapteni Tesha alikuwa yupo salama na alikuwa katika nchi moja ya Asia, bara la Asia, lakini kwa sasa ametoka katika bara la Asia na yuko sehemu salama na anaendelea na mapambano ya kuipigania Tanzania. Hata hivyo, Mange alisema kwamba hawezi kuongea kwa undani kuhusiana na hayo kwa sababu yatawanufaisha CCM. Lakini hii ni habari njema, kwa sababu kwa upande mmoja watu wengi walikuwa na hofu kuhusiana na usalama wa Kapteni Tesha. Ikumbukwe kwamba ni mwanajeshi pekee aliyejitoa mhanga katika historia ya Tanzania kufanya hiki alichofanya, ni kitu cha kijasiri sana, na laiti yale aliyokuwa ameongea Watanzania wangeyachukulia kwa uzito au wangeyafanyia kazi, huenda mauaji ya Oktoba 29 yasingetokea. Kwa bahati mbaya, sio yeye tu, hata yale ambayo Balozi Humphrey Polepole, kwa sababu kabla ya kukumbwa na janga la kutekwa
Oktoba 6, 2025, Balozi Polepole alikuwa akiongea na Watanzania kwa takriban siku 90, takriban miezi mitatu, akiwaeleza mambo mazito kuhusu nchi yao, akiwaeleza hatari ya uchaguzi kufanyika katika mazingira yaliyokuwepo na nini Samia angekuja kufanya huko mbele. Kimsingi Captain Tesha na Balozi Polepole walikuwa wakiwaonya Watanzania kwamba huko mbele kuna hatari kubwa, lakini kwa bahati mbaya Watanzania walichukulia hizi kama porojo na hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa na wao. Kwa kiasi kikubwa yumkinika kusema kwamba Watanzania waliwaangusha Balozi Humphrey Polepole pamoja na Captain Tesha. Kwa hiyo habari njema ni kwamba kama kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Mange Kimambi kwamba Captain Tesha yupo hai na anaendelea na harakati, na kwamba kwa mujibu wa maelezo ya Mange sasa kwamba kuna wanajeshi kadhaa ambao pia wametoka katika jeshi la wananchi wa Tanzania na wako wanaipigania nchi yao kama ambavyo Captain Tesha aliwahamasisha askari wenzie kufanya hivyo. Kwa nini habari hii ni njema? Habari hii ni njema kwa sababu kwa sasa kuna mazingira ya aina mbili na yote yanasikitisha. Kwa upande mmoja kuna Watanzania ambao ni wahanga wa yaliyojiri Oktoba 29. Kwa bahati mbaya idadi kubwa ya Watanzania ni kama wamekubali kwamba kilichotokea Oktoba 29 kilikuwa ni stahili yao. Juzi huko Mwanza kulikuwa na tamasha limefanywa na msanii mmoja wa Bongo Flava. Watu kadhaa wamejazana katika ule ukumbi. Wamesahau rai ilikuwa ikitolewa kwamba muwasusie kwa sababu hawa wasanii ni sehemu ya haya. Hawa ndio waliowezesha haya yaliyotokea Oktoba 29. Kwa hilo moja. Lakini sambamba na hilo kuna jitihada kubwa inayofanywa na serikali ya Samia pamoja na CCM kunormalize kwamba kilichotokea kimetokea, yamepita. Lugha unayoongea mnayasikia. Nchimbi juzi, makamu wa rais Nchimbi anasema tusiongelee kuhusu hayo mauaji yaliyotokea Oktoba 29, tunatuonyesha vidonda na vitu kama hivyo. Na Samia mwenyewe Samia Suluhu amekuwa akiongea hadharani kwamba lugha ambazo kwa hakika si nzuri, sio za kupenda. Kwa hiyo kwa upande wao wanafanya kile linalowezekana maisha yaonekane kama ni ya kawaida, hakuna kilichotokea. Hao watu zaidi ya 10,000 waliouawa ni kama tukio tu kama matukio mengine, kwa hiyo yasahaulika, maisha yaendelea. Lakini upande wa pili ni Watanzania wenyewe kwamba kwa hakika imefika mahala kulifanyika jitihada za maandamano ya Disemba 9, 2025, ikafanyika tena jitihada ya maandamano mengine Disemba 25, 2025, na jaribio jingine la maandamano lilifanyika Januari mosi ya mwaka 2026. Kwa bahati mbaya majaribio yote matatu hayakuwa na mafanikio. Na hapa tunavyoongea kwa kweli hakuna hasa mkakati wa jinsi gani wa kudai haki. Ndio kuna jitihada za mtu mmoja mmoja. Kwa bahati mbaya swala hili limekuwa kama ni la watu fulani. Watu kama Maria Sarungi ndio walioachiwa jukumu la kutafuta haki ya mamilioni ya Watanzania ambao ni wahanga wa unyama wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika watu wengi wamekalia kimya. Angalia hapa YouTube, na hata mahudhurio pengine kwenye chaneli hii yalipaswa kuwa makubwa zaidi ya yalivyo, kwa sababu pengine ni moja ya chaneli chache ambazo zinazungumzia masuala haya. Kwa idadi kubwa ya channel hapa zinazungumzia mambo ya machawa na vitu kama hivyo, lakini hatuwezi kuwalaumu sana kwa sababu mmeshasikia kauli za Bashite kwamba hakuna ruhusa ya kuzungumzia masuala ya serikali bila idhini ya serikali. Kwa hiyo kadri unavyokwenda huko mbele, hata haya madogo tunayoongelea yatakuwa hayasikiki katika vyombo vingine vya habari. Na hata hii habari ya Captain Tesha ni nadra kuikuta katika vyombo vingine vya habari kwa sababu wanaogopa kuchukuliwa hatua na serikali. Kwa hiyo ndio maana hii taarifa ya Mange kuhusiana na Captain Tesha ina uzito mkubwa, kwa sababu ni miongoni mwa habari chache za kutia matumaini tulizokuwa nazo kwa sasa. Matumaini ni pamoja na hiyo labda kesi ya ICC, hiyo mahakama ya kimataifa ya uhalifu, ambapo kuna dalili kuwa huenda kesi hiyo ikaanza hivi karibuni. Lakini ni mambo ya kutarajia ambayo kiasi kikubwa yako nje ya uwezo wa Tanzania. Kilicho ndani ya uwezo wa Tanzania ni pamoja na kuchukua hatua dhidi ya utawala huu dhalimu. Hata hivyo ni muhimu Jasusi TV kutanabaisha kwamba taarifa hizi zilizotolewa na Mange imechukulia kwa uzito kutokana na uzito wenyewe wa taarifa, lakini haijajiridhisha kuhusu ukweli wake. Kwa hiyo isije ikatafsiriwa kwamba Jasusi TV inathibitisha kuwa taarifa hizo ni za kweli, lakini hapo hapo haimaanishi kuwa taarifa hizo ni za uongo. Ni kutokana na uzito wa taarifa zenyewe imeona kuwa ni muhimu kuwafahamisha, hasa kutokana na ombwe lililopo kwamba hakuna habari njema. Kwa kiasi kikubwa watu ni kama wanategemea miujiza itokee. Kwa hiyo inapotokea matukio kama haya, kwa hakika hauwezi kuyakalia kimya. Ukiweza kusikia habari ya Captain Tesha au kesho kusikia habari ya Humphrey Polepole ukakalia kimya, ni lazima kuipa uzito stahili, hasa kizingatio kwamba huyu ni mzalendo ambaye alijitoa muhanga kwa ajili ya Tanzania, na kwa hakika idadi kubwa ya Watanzania wamemwangusha kwa sababu yale aliyosema hayakuwahi kufanyiwa kazi.
Je, una maoni gani kuhusiana na habari hii inayomhusu Captain Tesha? Basi na kuomba ukipata wasaa tupa maoni yako hapo chini kwenye comment. Nawatakia siku njema, asanteni na kwaherini.